Wanaume wengi hawatawahi kuwa matajiri. Sio kwa sababu hawana akili, sio kwa sababu hawana fursa, sio kwa sababu dunia iko kinyume nao, bali watabaki maskini kwa sababu ya tabia zao, kwa sababu ya vipaumbele vyao, kwa sababu ya uraibu wao, kwa sababu ya majivuno yao. Kila siku wanafanya maamuzi madogo yanayoharibu kimya kimya mustakabali wao. Hakuna anayolazimisha. Wanachagua usumbufu badala ya nidhamu, raha badala ya maendeleo, faraja badala ya ukuaji. Na mbaya zaidi, hawatambui kama wanafanya hivyo. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha sababu 5 kali kwa nini wanaume wengi watabaki maskini na pengine hawatawahi kuondoka hapo. Video hii sio kwa mwanaume wa kawaida. Ni kwa mwanaume ambaye amechoka kujidanganya na yupo tayari kujirekebisha. Twende kazi. Namba 1. Kuwafukuzia wanawake badala ya utajiri. Hili linaumiza. Wanaume wengi hujenga maisha yao yote kuzunguka uthibitisho wa wanawake. Ratiba yao inazunguka kutuma ujumbe. Hisia zao zinategemea umakini. Kujiamini kwao hupanda na kushuka kulingana na jibu la mtu mmoja. Hawajengi, wanafuatilia. Hawazingatii, wanaota ndoto za mchana. Hawaweki muda kwenye ujuzi, wanaweka muda kwenye mazungumzo yasiyo na mwelekeo. Hakuna kibaya kuhusu wanawake. Tatizo ni kipaumbele. Kama dhamira yako ni mahaba kabla ya uthabiti, unajenga nyumba yako juu ya mchanga. Huhitaji uonekane katika kila kitu. Jinsi unavyozungumza, jinsi unavyotumia pesa, jinsi unavyojadiliana, na jinsi unavyojichukulia. Na uhitaji wa aina hii hufukuza fursa. Mwanaume anayefukuzia umakini anakuwa wa kutabirika. Mwanaume anayefukuzia ustadi anakuwa na nguvu. Unapokuwa na thamani, mvuto huja wenyewe. Ila ukifanya mvuto ndio lengo lako, unapoteza thamani. Umakini unaamua hatima yako. Na wanaume wengi huweka umakini kwenye vitu visivyo sahihi. Namba 2. Kupoteza pesa ili kuwavutia watu. Wanaume maskini wanapenda muonekano wa kitajiri. Wanataka sura kabla ya msingi. Wanaboresha vitu wasivyoweza kudumisha. Wananunua vitu wasivyohitaji. Wanatumia pesa ambazo hawajazipata. Kwa nini? Kwa sababu wanatamani kukubalika. Wanataka watu waamini wanashinda. Lakini ukweli ni huu. Kuonekana tajiri na kuwa tajiri ni vitu viwili tofauti. Utajiri wa kweli haujionyeshi. Ni wa kimya, ni wa nidhamu, ni wa subira. Haupigi kelele. Mwanaume wa kawaida anataka sifa. Anapoteza thamani muda mrefu kwa kuthibitishwa muda mfupi. Anachagua cheo badala ya ujuzi. Anachagua kujionyesha badala ya kujijenga. Na mbaya zaidi, watu wanaojaribu kuwavutia hata hawajali. Utajiri hukua kimya kimya. Majivuno hupiga kelele. Kama matumizi yako yanaendeshwa na hisia, hatima yako si thabiti. Namba 3. Wana hofu ya kukataliwa kwenye biashara. Wanaume wengi hawashindwi kwa sababu walijaribu na wakashindwa. Wanashindwa kwa sababu hawakuchukua hatua ya kujaribu. Wanasita, wanawaza kupita kiasi, wanasubiri muda mkamilifu. Wanaepuka hali ambazo wanaweza kuambiwa hapana. Hawaombi fursa kubwa. Hawawasilishi wazo. Hawaanzishi biashara. Hawaombi nyongeza ya mshahara. Kwa nini? Kwa sababu wanahisi kukataliwa kama tishio kwa utambulisho wao. Lakini kukataliwa sio shambulio, ni kurejeshwa.
Jiulize ni mambo mangapi ungejaribu kama ungejua hauwezi kufeli. Au jiulize ungekuwa wapi leo kama ungechukua hatua ya kujaribu. Kila njia ya mafanikio imejaa majaribio yaliyoshindikana. Tofauti ni uimara wa kihisia. Wanaume dhaifu hutafsiri kukataliwa kama ushahidi kuwa hawatoshi. Wanaume imara hutafsiri kukataliwa kama sehemu ya mchakato. Kama huwezi kustahimili kuambiwa hapana, hutawahi kusikia ndio kwa kiwango kikubwa. Maeneo ya faraja huunda maisha madogo. Hatari huunda nguvu. Wanaume wengi wanapendelea kulinda ego yao kuliko kupanua kipato chao, na uamuzi huo huwafanya wabaki maskini. Namba 4, wanazungumza zaidi kuliko kutekeleza. Hii ni ya ukimya, lakini hatari. Wanaume wanapenda kutangaza mipango. Wanazungumzia biashara wanayoijenga. Wanazungumzia mwili wanaounda. Wanazungumzia hatua ambazo wanakaribia kuchukua. Kuzungumza kunahisiwa kama uzalishaji. Inajenga taswira ya hatua. Lakini maneno sio hatua. Kupanga sio utekelezaji. Utafiti sio mapato. Dunia haikulipi kwa mawazo. Inakulipa kwa utekelezaji. Mwanaume mwenye nidhamu hutembea kitofauti. Hatangazi nia. Anajenga kimya kimya. Hajadiliani mbinu. Anazijaribu. Wakati wengine wanasubiri motisha, yeye anafanya kazi. Ukimya ni dalili kuu ya mwendo. Kama unatumia muda mwingi kuyaelezea malengo yako kuliko kuyafanyia kazi, wewe unatafuta sifa na si matokeo. Utekelezaji ni njia ya upweke, na hii ndio sababu ni wachache tu wanaojitoa kikamilifu. Namba 5, wanalaumu wengine. Huu ni mtego wenye nguvu zaidi. Kulaumu huhisiwa faraja. Inaondoa jukumu kwako. Wanaume maskini hulaumu uchumi, soko, malezi, bosi kazini, au watasema ni bahati mbaya. Huenda baadhi ni kweli, lakini hapa ndio tatizo. Kulaumu huondoa nguvu. Kama kila kitu ni kosa la mtu mwingine, basi hakuna kilicho ndani ya uwezo wako. Na kama hakuna kilicho ndani ya uwezo wako, unabaki pale pale. Uwajibikaji ni mzito, lakini una nguvu. Mara tu unaposema, matokeo yangu ni jukumu langu, unachukua udhibiti wa mwelekeo wako. Hata kama mazingira si ya haki, umiliki huleta chaguzi. Kulaumu huleta kusimama. Washindi hubadilika. Walioshindwa hushutumu. Mmoja hujenga suluhisho. Mwingine hujenga visingizio. Na visingizio havileti maongezeko. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.